Bwana, habari kubwa saizi kwenye usajili, lakini pia wakati huu ambao tunaelekea kombe la dunia, ni timu tofauti tofauti kwenda mbio zaidi kuhakikisha wanakamilisha sajili zao kwa wakati kwa wachezaji ambao wanaohitaji kabla ya kuanza kwa kombe la dunia. Na of course Barcelona imekuwa klabu ya kwanza kuonyesha makali yake kwenye masuala ya usajili. Wamefanikisha leo mapema kabisa kumpata Anthony Gordon ambaye mpaka wakati huu tunapozungumza tayari ameshasafiri, ameelekea kule Barcelona kwa ajili ya vipimo vya afya kwa ajili ya mkataba wa miaka 5 wa kujiunga na Barcelona kama mchezaji mpya wa Barca akitokea klabu ya Newcastle. Kuna dau hapo limetajwa kama paundi milioni 70 hivi ambayo Newcastle anaipokea kutokana na usajili huo. Sasa kutokana na hichi ambacho kinaendelea kwa klabu ya FC Barcelona, kuna maneno yamezungumzwa hapa katikati. Watu wengi wamezungumza kuhusiana na uwezo wa klabu ya FC Barcelona kusajili wachezaji ambao kwa sasa ni gharama kubwa. Kwanza ukiangalia paundi milioni 70, lakini pia baadhi ya wachezaji wanaoinda kuna ambao wanafika mpaka almost paundi milioni 100, lakini pia kuna ambao wanafika paundi milioni 80 kwa wale ambao Barcelona wanahitaji. Sasa nini ambacho kinawapa kiburi FC Barcelona kwa sasa kuingia sokoni na kupambana kuwasajili wachezaji hawa ambao mwanzoni ilikuwa inaonekana hali ya kiuchumi ya FC Barcelona haiko sawa sawa? Kwa yule ambaye anatamani kufahamu, ziko sheria tofauti tofauti ambazo zinaongozwa na mashirikisho tofauti tofauti kuhusiana na matumizi ya fedha michezoni. UEFA wameweka sheria mama ambayo inatawala, inaitwa Financial Fair Play, lakini sasa kuendana na kila taifa kuna sheria ndogo ndogo ambazo zinabana vilabu ndani kwenye FA zao. Barcelona walikuwa wanakabwa na sheria ya 1.1 ambayo inatawala pale La Liga, inahusu matumizi ya fedha, kwa maana ya kwamba FC Barcelona walikuwa wanatakiwa kutumia kiasi cha fedha ambacho wanakiingiza. Nini ambacho kimebadilika hapa katikati mpaka Barcelona wanaanza kutumia fedha kubwa hizi kwenye usajili kwa hivi sasa? Moja, kama watu wengi wanakumbuka sawa sawa, wakati Barcelona inataka kufanya usajili mapema katika dirisha kubwa lililopita, walikuwa kwenye changamoto kubwa ya kumsajili hata golikipa Wesley Szczesny kwenye mfumo na golikipa pia Joan Garcia. Kulikuwa na hiyo changamoto kwa upande wa kosti ya FC Barcelona. Lakini Barcelona waliweka mpango wa wazi wa kuuza siti za VIP, kwa maana zile tiketi za VIP kwenye uwanja wa Spotify Camp Nou, lakini pia kupitia uwanja huo wa Spotify Camp Nou kuna mapato ya ziada ambayo walikuwa wanatengeneza klabu ya FC Barcelona. Lakini pia wale ambao wanawadhamini, kwa maana ya madili ambao wanaingia nao ya udhamini wa kimichezo, ilikuwa ni miongoni mwa vitu ambavyo vimesaidia Barcelona kuongeza kipato na baadaye ikafanikiwa kusajili wachezaji wake. Sasa hivi wako sokoni na wanafanya vurugu kweli kweli. Nini kimetokea? Kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa na mtendaji mkuu wa La Liga akiwa anajaribu kufafanua kile ambacho kinatokea kwa FC Barcelona, ni kwamba mbali na kwamba iko sheria ya 1.1 ambayo inawakaba Barcelona kwenye matumizi ya kifedha, ipo sheria ya 1.3 pamoja na 1.4 ambazo zote zinaipa afueni Barcelona ya kuingiza kiasi kikubwa cha fedha moja kwa moja kwenye usajili wa wachezaji. Moja, watu wengi wanafahamu Robert Lewandowski anaondoka na alikuwa amesaini mkataba wa muda mrefu, lakini kwa sasa mkataba wake huu unamalizika. Nini ambacho kinatokea? Unapomsajili mchezaji almost kwa pound labda milioni 100, kwa mujibu wa ile sheria 1-on-1, alafu inapokuja kuwa extended kwenda kwenye 1.3 na 1.4, kinachobadilika ni kwamba ile fedha inagawanywa kuendana na kipindi cha mkataba cha huyo mchezaji. Mfano, Anthony Gordon amesajiliwa kwa paundi milioni 80, kasaini mkataba wa miaka 5. Ile paundi milioni 80 inagawanywa kwa miaka 5 kwa usawa kabisa. Kwa hiyo unaweza kukuta pale kwa Anthony Gordon badala ya kuhesabika amesajiliwa kwa paundi milioni 80, inahesabika amesajiliwa kwa paundi milioni 17 au 18 kwa mwaka. And then Barcelona wanatena sokoni wasajili mchezaji mwingine vivyo hivyo. Wanacompensate na nini? Moja, wanacompensate na mshahara wa Robert Lewandowski. Mbili, wanacompensate na zile fedha ambazo Robert Lewandowski ameacha kwenye mkataba wa mwaka mmoja. Tatu, Barcelona sasa hivi wanawaza pia kuuza baadhi ya wachezaji wao kwa ajili ya kutengeneza kipato, na wachezaji wengine wataenda kwa mkopo na vitu vingine. Kwa hiyo klabu itapunguza ile annual salary budget ambayo walikuwa nayo, kwa maana ya ule mshahara wa mwaka unapungua kwenye klabu ya FC Barcelona. Ile fedha inayopungua wanaruhusiwa kuingiza moja kwa moja kwenye usajili. Bali na hivyo pia matumizi ya klabu yanapopungua, kwa maana expenses zinapopungua, ile fedha ambayo inapungua kwenye ile matumizi, kwa sababu tayari ilishafanywa hesabu kwenye ile sheria ya 1.1 mwanzoni, ile fedha wanaruhusiwa kuirudisha moja kwa moja kwenye usajili sokoni. Pamoja na yale mauzo ya siti za VIP ambayo yanaendelea na madili tofauti tofauti ambayo Barcelona wanaingia, wana uwezo huo wa kufanya usajili wa hao wachezaji kwa gharama kubwa kabisa bila kuathiri sheria ya matumizi ya kifedha. Kwa hiyo kwa sasa Barcelona wamekamilisha usajili wa kwanza, ambao usajili tunazungumza ni wa Anthony Gordon. Usajili unaofuata kwa FC Barcelona kwa mujibu wa Deco
ni usajili wa mshambuliaji wa kati ambaye ni high profile. Unakumbuka wamemuulizia Joao Pedro kwenye klabu ya FC Barcelona. Of course Chelsea wamegoma kumuuza kabisa Joao Pedro, lakini Julian Alvarez inaonekana yupo huru kujiunga na klabu ya FC Barcelona. Atletico wametoa pia hiyo nafasi. Mahojiano ya mwisho ya Diego Simeone baada ya kupoteza kwenye nusu finali dhidi ya klabu ya Arsenal, nakumbuka alitoa wazi akasema bana yule ni mtu mzima na anao uhuru wa kujiunga na klabu ambayo yeye anaitaka. Kwa hiyo Julian Alvarez yuko huru pia kujiunga na Barcelona, hata kama itawabidi kulipa pauni milioni 100. Akisaini tu mkataba mrefu inagawanyika. Kama ni miaka 5 inagawanyika kurudi pauni milioni 20 kwa kila mwaka, which is Barcelona bado hajaingia katika hasara. And then mtu wa tatu ambaye Barcelona wanamwaza sasa anayekuja ni mlinzi wa kati mwenye kiwango cha hali ya juu sana. Na kwa mujibu wa taarifa hapo anazungumzwa Alessandro Bastoni. Kilichoingiza Barcelona kwenye hizi changamoto ni nini? Usajili wa baadhi ya wachezaji wakati ule. Fedha nyingi sana walizotumia kusajili wachezaji kabla ya mwaka 2021. Neymar, lakini pia walimsajili Ousmane Dembele, Philippe Coutinho pia, Antoine Griezmann. Ni miongoni mwa wasajili ambazo ziliwasababisha wakaingia kwenye hasara kubwa sana klabu ya FC Barcelona. Na kwa kipindi cha almost miaka 2-3 Barcelona imeshindwa ku maintain financial position yake kiasi cha kwamba wanalazimika sasa hivi kutengeneza mapato ya ziada ili waweze kumanage soko la usajili. Kwa wapokeeni Barcelona wako sokoni, hizi vurugu zinatokana na kwamba tayari wamesha align au wameshaendana na kile kipengele cha sheria ya 1.1 ya La Liga ya matumizi ya fedha, na wako huru kusajili wachezaji na wanaweza kuspend kwa hichi kipindi tunachozungumza zaidi ya pauni milioni 100. Sasa hapa nielewe, nimekwambia hiyo pauni milioni 100 igawanye. Kama Julian Alvarez atasajiliwa kwa pauni milioni 100, igawanye kwa kipindi cha miaka 5. Kwa kila mwaka itakuwa ni pauni milioni 20. Kama Anthony Gordon miaka 5, pauni milioni 17 kwa kila mwaka. Bado hapo unazungumza Barcelona na gap lingine la kusajili wachezaji almost 4 kwa madau hayo makubwa ambayo tumetoka kuyataja, ambayo ndio haya kina Alvarez, ndio haya ambayo wanasajiliwa pia kina Anthony Gordon. Kwa Barcelona wako sokoni, wako busy kwa ajili ya kutengeneza kikosi chao cha ushindani, hasa wakilitaka taji la UEFA Champions League ambalo wamelikosa kwa muda mrefu.